Bwana, kama kawaida naamini kabisa uko poa, umechili maskani, lakini pia kama upo kazini naamini tupo pamoja kabisa kupitia Misalaba Media. Sisi kazi yetu ni moja, tuko kufikia popote pale ambapo na itizama Misalaba Media, na kuna mengi zaidi ambayo tunakuwa tunashare kwa pamoja, si ndio? So leo bwana, kwenye moja na mbili naamini kabisa tuna moja kati ya story kubwa sana ambayo inamhusu Dogo Paten, moja kati ya msanii wa Singeli ambaye anafanya poa sana, na tuliona tangu ameanza muziki ngoma yake ya kwanza kabisa ya Afande Nilegezee Kamba ilienda pale kinoma noma sana, na ameweza kufanya mapinduzi makubwa sana, na watu wengi sana wakafikiria, je, atakuja na ngoma gani mpya nyingine ambayo itamfanya aendelee kutengeneza jina. Na tunakumbuka mwanzo kabisa wakati alianza na mwanadada kutoka pale Usafini, huyo kuitwa Zuchu. Kuna namna watu wakaanza kufikiria sana Dogo Paten atakuja na nini zaidi na kipi cha ziada zaidi, lakini amekuja kuonyesha kwamba ni kwa namna gani anaweza akafanya jambo likaenda vario kinoma noma sana. Na tunakumbuka kupitia wimbo wake wa Afande Nilegezee Kamba aliweza kufanya show mbalimbali, lakini pia alialikwa katika matamasha tofauti tofauti. Nakumbuka hata pia katika kampeni tofauti tofauti, wabunge namna ambavyo walikuwa wakienda wakijinadi sehemu mbalimbali walikuwa wakimtumia Dogo Paten. Alihiti kinoma noma sana, na still mpaka sasa hivi kuna mambo mengi sana ambayo yeye anakuambia bado anaendelea bwana kupambana nayo ili aweze kutimiza ndoto zake. So kuna mengi zaidi ambayo tutayasikia kutoka kwake Dogo Paten. Sasa tukazungumza naye bwana Dogo Paten tuweze kufahamu mawili matatu pia kutoka kwake. Endelea kufuatilia Misalaba Media, na hapa ndo chimbo pekee ambalo linakupa mastori yote, lakini pia info za maana kabisa ambazo zenye uhakika zaidi. So usiondoke bwana, so kikubwa zaidi endelea tukupambana na sisi mpaka dakika ya mwisho. Naamini kuna unyamwezi mwingi sana ambao unaupata. Langu jina ni Captain Beka, endelea kufuatilia Misalaba Media na Dogo Paten bwana huyo hapa. Bana Dogo Paten, kwanza kabisa tungeanza kwa kuweza kufahamu uliwahi kuja kupiga show hapa Shinyanga, lakini kikubwa zaidi tungependa kufahamu mapokeo yake yalikuwaje, lakini pia mashabiki kwa upande wa Shinyanga una kipi cha kuweza kuambia? Karibu sana. Shukrani sana kaka. Napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa hapa aliponifikisha. Shinyanga nilikuja nadhani ni takriban mara 2, na mapokezi yake kiukweli yalikuwa ni makubwa tofauti na nilivyotarajia. Yanga wana vibe sana na nilienjoy pia kufika. Okay, labda kwa upande wako huwa una enjoy show zipi zaidi unapokuwa umealikwa kwenda kuzipiga katika mikoa tofauti tofauti ukiachana na Dar es Salaam? Nadhani mkoani pia napendaga sana. Kama hivyo Shinyanga nilikuja happen sana. Na mchukio wa watu ulikuwa ni mkubwa sana, kwa hiyo nafanya kazi sehemu yote, lakini Shinyanga pia walinipokea vizuri. Okay. Bana, kuna moja kati ya announcement ambayo uliweza kuitoa kuhusiana na swala zima la kuweza kujisimamia wewe kama wewe, tofauti na kuweza kusimamiwa na mtu. Labda katika hili tunapenda uweze kutoweka wazi, ni kweli kwamba huhitaji kuweza kusimamiwa na mtu, kazi zako unahitaji kujisimamia wewe kama wewe? Hapana, akitokea mtu ambaye tutakubaliana kufanya kazi nitakubali, kwa sababu mwenye kipato changu bado ni kidogo. Kwa hiyo natamani sana hata leo hii nipate mtu ambaye anaweza kuniwekea kiasi fulani na mimi nikatimiza malengo yangu fulani kufika sehemu fulani. Okay, lakini pia sasa hivi bwana unakuwa na of course jina ambalo unalitumia ni Dogo Paten. Labda tutarajie kwenda nalo hilo jina mpaka kwenye ukuaji wako mkubwa kabisa, ama kuna namna utakuja kulibadilisha, ama yani mtu anapokuita Dogo Paten alafu ukiangalia design pale kama huyu mtu bwana huyu ni mchache hivi, wewe unajifili vipi hapo mzee? Hapana, msanii anabadilika anytime, kwa sababu hata Diamond mwenyewe ana majina zaidi ya mawili. Kuna Diamond Platinum, kuna Dangote, kwa hiyo majina ni mengi. Kwa hiyo anytime naweza nikabadilisha. Kwa hiyo tuweze kulitarajia hilo pia, jina lako lingine kuja kubadilika zaidi kadri siku zitakavyoenda. Yes. Okay. Bana, umeachia kazi hivi karibuni. Tungependa kufahamu matarajio yako pia baada ya kuweza kuachia hii hapa ngoma, lakini pia tunapenda sana kuweza kufahamu kuhusiana na masuala ya EP pamoja na album. Katika haya yote kwenye mipango yako ipoje? Yes, nadhani kila kitu kinapangwa katika sanaa, kwa hiyo muda wote naweza nikaja na kitu kipya nika surprise mashabiki zangu.
Okay. Bana, neno moja la mwisho kwa mtazamaji ambaye anayetutizama sasa hivi, lakini pia ambaye anayetusikiliza saa hii, una neno lipi kwa upande wake? Bwana, napenda sana wasio kunifuatilia kijana wao mdogo wao. Kazi zipo nyingi, tuzidi kusapotiana. Okay. Bana, sisi tukushukuru sana kwa time yako, lakini kikubwa zaidi pia jambo la mwisho kabisa ambalo kabla hujaondoka tungependa kufahamu. Sasa hivi muziki wa Singeli kuna namna fulani sasa hivi umekuwa na ushindani mkubwa sana. Tutarajie siku moja Dogo Pattern kuswitch kutoka kwenye Singeli na kuingia kwa upande wa Bongo Flava kwa jumla. Yes, kama nilivyosema mwanzo, msanii ni mtu ambaye anabadilika na hatabiriki. Kwa hiyo muda wote naweza nikaja na kazi mpya na surprise hapo. Okay, tukushukuru sana Dogo Pattern, naamini kabisa imekaa poa sana. Shukrani sana. Tutarajie kazi nyingine lini tena? Muda wote tu. Okay. Kwa hiyo muda wote lazima niwe kazi. Okay, bana, umetisha kinoma noma sana. Shukrani sana. Shukrani. Okay. Mtazamaji wa Misalaba Media, bila shaka tumesikia kwa kile ambacho amekizungumza Dogo Pattern. Kuna kazi mpya ambayo atakuja kuiachia hivi karibuni, lakini pia kuna mengi zaidi ambayo ameweza kufunguka. Moja kati ya kitu ambacho ameweza kukizungumza ni pamoja na vibe la Wanashinyanga, namna ambavyo anapokuja kuperform kuna namna fulani hivyo anakuaga na vibe kinoma noma zaidi ya sana. Ameweza kugusia hayo, lakini pia moja kati ya kitu kikubwa zaidi ambacho ameweza kukigusia ni kuhusiana na jina lake bwana. Kuna namna fulani hivi anasema kwamba wasanii mara nyingi wanakuwa wanabadilika. Sasa yeye ni Dogo Pattern sasa hivi, lakini anaendelea kukua. So amesema bwana kuna namna atakuja kufanya ili aweze kubadilisha jina ili mambo yawe mazuri zaidi. So endelea kufuatilia Misalaba Media. Langu jina ni Captain Beka. Mimi nikwambie tu kwamba kama bado hujaingia pale mjini YouTube, zama pale mjini YouTube, andika Misalaba Media, subscribe, comment, lakini pia share. Naamini kabisa kuna mambo mengi zaidi ambayo utaendelea kuyapata kupitia Misalaba Media. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania. Kutoka ndani ya kina cha ardhi, kazi ni jasho, kazi ni bidii, kazi ni uthubutu wa kweli. Lakini kila shujaa anastahili zawadi ya ushindi wake. Basembi, bia ya mashujaa, bia ya kazi, bia yenye ladha kali isiyosahaulika. Haina hangover, ina nguvu. Ni chaguo la wanaume wanaofanya kweli. Basembi Extra Lager, kazi imeisha, sasa ni muda wa ladha safi.